preparation for our exhortation today, our exhorter has asked us to read Matthew chapter 7, verses 7 through 11. Matthew chapter 7, verses 7 through 11. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds, and to him who knocks the door will be opened. Which of you, if his son asks for bread, will give him a stone, or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? So, in everything, do to others that you would have them do to you. For this sums up the law and all the prophets. See, I read a little bit too far there. Today, the title of our speaker is our brother Juma, and his title is "To Be Ready for the Kingdom of God." Brother Juma. Let's pray, first of all. I thank you, Lord, for giving me this wonderful moment to be standing in front of people, especially brothers and sisters, to listen your word and to hear your word. My word for today and this morning, I will let people to explain them, and they're supposed to understand my word, which will be to be ready for everyone around the world, for preparing the kingdom of God, which it will come soon. Nobody knows about it. My word must enter for everyone to hear, and we have it to understanding so that other people, they have to preach for other people, our neighbors and friends near to us. They have to know that Jesus is almost to come. We pray in the Savior name of Jesus Christ, Nazareth. We pray, Amen. Yeah. Good morning. Good morning. I think I do not understand what, I don't hear you just keeping quiet. And I can repeat again. Jumbo. Jumbo. Yeah, that's good. Yeah. Oh, well. I think I'm still a newcomer to come in United States of America. And I think this is my first time to be standing with you guys, brothers and sisters, even friends. And my English, I'm speaking the British English, but for you to listen and to understand, it should be very broke. So I think maybe Brother Ramazani will assist me for make you to understand and to go very fast what I will explain. Thank you very much, brother.
ready? Yeah, I'm ready. Yeah. Yeah. Nitaanza na msamaha kwanza. I will start with to ask for forgiveness. Najua mimi ni mwanadamu, naweza kukosea muda wote. I'm a human being, I can make a mistake anytime. Labda unaweza sikia Juma kile huwa ambacho alisema vibaya na ni mtu mubaya, naomba msamaha kwa hilo. Maybe you may understand that the thing that Juma said is not good. I'm a human being, I can make a mistake anytime. Naweza kutamka kitu kwangu inaweza kuwa ni kizuri, lakini kwa watu wengine ni kibaya. I can speak something good. Yeah. I can feel it's good for me, but for other people it can be a bad thing. Na nashukuru kwa mara ya pili kwa hali ya kiafya yangu ambayo ilikuwa zamani. And I'm thankful for second time for my health, which was bad for last time, but actually I'm feeling good. Najua nasikia ni vema zaidi, na sikuwa najua kama naweza kukaa mbele ya watu kadha. And the way I was thinking before, I didn't know if I can be standing in front of people like I am today. Najua kila mtu anajua, kwa hiyo I know everybody knows about that. Nashukuru brother Glenn na brother Robert. I thank brother Glenn and brother Robert ambao walikuja kuniombea kwenye hospitali wakati nilikuwa nagonjwa. Who came to pray for me at hospital the time that I was sick at hospital. Brother, yani tuseme brother Dan, hata auntie Beth. Even brother Dan and sister Beth. Hata pia dada Susanna. Even sister Suz. Bref, kwa watu wote ndani ya kanisa. In general, and all people in this church. Asante sana. Thank you, Lord. Mimi najua kila mtu ananifahamu. I know everybody knows me. Mimi naitwa Juma kwa mara nyingine. Once again, my name is Juma. Najua unaweza kusema kwamba mbona Juma anasema Juma, yeye ni Juma, kwa nini anasema tena? Anasema hivyo kwa sababu hii ndio mara yangu ya kwanza kusema devant public. It can be a surprise for you guys to listen. I'm repeating the name of Juma. He's saying Juma. He's saying Juma. It's because this is my first time to stand in front of you. Yeah. Mimi nina mke na watoto watatu. I'm married with the father of 3 children. Nami hivi najua ya kwamba samani kidogo kwa sababu belle-mère haiko hapa, alipata kilio nyumbani ndio maana wakufika. I'm sorry today because my mother-in-law, she's not here today. She was supposed to be here, but she got a bad news about mourning someone dead in Africa. That's why she didn't come. She was supposed to be here. Najua kuna uwezo wa mtu ambaye anaweza kuwa na marafiki wengi, lakini marafiki wanaweza kuwa wabaya. There sometimes you can have more friends, but sometimes also those friends, some friends can be bad friends. Wa français wanasema kwamba l'oubli est trop nécessaire dans les événements choquants. In French, we say l'oubli est très nécessaire dans l'événement choquant. It means in English, it means like to forget is bad in the time of maybe sadness. Nilikuwa Afrique du Sud en 2010. I was in South Africa in 2010. Kulikuwa ONG ambayo ilikuwa inaitwa Forgive and Forget. It was one NGO. The name was Forgive and Forget. Ile company ilikuwa nzuri sana kwa sababu iwapo kama mtu ana matatizo na mwingine mtu walikuja kuweka pamoja alafu wanaweka tayari pamoja. That company was about to make people
united. If you have a conflict with someone, then you come to that company and they make you together so that you can forgive and forget. Hiyo ni vizuri vema kwa watu ambao wanatenda kibaya mwingine kwa mwingine, wanaweka tena pamoja. Ni vizuri sana. And that was good, because if someone make a mistake to another one and someone came to make them united and forgive and forget, that is much better. Nilikuwa na rafiki ambaye huwa alikuwa rafiki wangu mpendwa. Jina lake alikuwa anaitwa Samuel. I had one friend of me, it was my best friend, his name was Samuel. Yeye alikuwa anaingia mkanisa ya Apostle. He was attending Apostolic Church. Alikuwa na wake waini. He had 4 wives. Alikuwa na watoto 17. 17 children. Nilikuwa na rafiki mwingine ambaye alikuwa South Africa, jina lake alikuwa Jean. I had one more friend in South Africa, his name was John. Jean alikuwa anifundisha kuhusu ya kutengeneza pesa kwa wingi. John was teaching people to make more money. Unaweza kuwa na $100 de prêt. You can have $100. Alafu anafanya ile pesa na idouble. And Inakuwa hata $1000, $2000. he was make his mechanism and make that 100 to become $1,000 or $2,000. Hii ilikuwa ni magie. That was magic. Biblia inasema mu 1 Jean chapitre 4 verset 1. The Bible says in 1 John chapter 1, Usiamini kila mtu. don't believe anybody. Ina maana ule mtu alikuwa anifundisha vya makosa ili nisiparticipe ku royaume de Dieu. It means that guy was teaching me the bad news for me not to attend to the kingdom of God. Wa Faransa wanasema les vrais amis sont rares. In French, we say les vrais amis sont rares. It means the best friends are always rare. Not always, rare. Yeah. Rare, it means it's very difficult to find a best friend who can, to make you happy and to tell the truth. Hicho ni kitendo ambacho mtu anaweza fikiria, nitafanya nini juu ni participer le royaume de Dieu. That is for the thing that everyone have to think about. What can I do for me to be in the kingdom of God? Le royaume de Dieu inaambatana na kitu ambacho kiko très important, surtout nous les chrétiens. The kingdom of God goes together with something which is important, especially for us, the Christian. Inatuomba sisi tuombe kila mara. It asks us to pray every time. Biblia inasema 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, inasema kuomba bila kukoma. First Thessalonians chapter Chapitre 5 verset 17. Chapter 5 verse 17, it says, pray without getting tired, ceaseless. Yeah. Mie nitaomba namna gani? Kuomba kuko aina nyingi. How can I pray? There is so many kind of praying. Kuko kuomba ya information. There is praying just to inform. Unaweza kuwa na dhambi kwa muda kama na huu. You might be having a sin this time. Unaenda mbele ya watu unasema kwamba Mungu unihurumie. You go in front of people and you say, God, forgive me. Okay. Après avoir hapo unaambia watu na kusema ya kwamba mimi nilikuwa mtu ambaye mwizi. And after that you can tell people, I was a thief. Na Mungu atakusamea. And God will forgive you. Na wakati Mungu atakusamea kile kitendo après 5 ans ou bien après 2 ans, tena unaanzilia kile kitendo ambao ulikuwa tufanya awali. And when God forgive you, but maybe after 2 years, 3 years, people
can also repeat the same thing. Iwapo he kama was unakuja doing. mbele ya watu, Mungu hatakuhurumia pana, kwa sababu huko nafanya repetissage. Then if you go again to pray to ask for forgiveness, I think God might not forgive you because you are doing intentionally. Biblia inasema mu 1 Timothée chapitre 4 verset 5, Biblia inasema yote yatakaswa kwa maombi. First Timothy chapter 5 verse 4, it says 4:5. 4 verse 5, it says everything To be clean. must be clean. Kwa kila kitu ambacho unakiombea kibaya, na kama huko mtu Mkristo, iwapo kama huko nasema vitu vya ukweli na unaomba kwa Mungu vitu vya ukweli, kile kitu chote kinatakaswa. If you are a Christian and if you are asking, the thing that we are asking will be clean. Simeoni Simon, ambaye aliitwa tena Petro, whose name is Peter, yeye alizaliwa Bethsaida. he was born in Bethsaida. Baba yake alikuwa anaitwa Yona. His father was Jonah. Baada ya hapo alijisikia kwamba kiubovu ya kimaisha, fanya nitoke hapa niende Kapernaum. Because of hard situation of his life, he decided to move to go to Capernaum. Kule ambaye alikwenda Kapernaum ni kama vile mfano wangu, mimi natoka Afrika nakuja hapa nakuja hapa Amerika kwa sababu ya ubovu wa kimaisha. That story is like my story. I was in Africa, then I moved to America because of lifestyle. Na mimi nilikuwa nafanya kazi ya mkaa. Choma mkaa afu nauza, unapata pesa ya kula. I was getting my income from when I go to the bush to cut some trees, then I make charcoal, so as well I have to sell those charcoal for me to get income. Na baada ya hapo nilipofika hapa sifanyi tena ile kazi, nakuwa paka, inasaidia. Actually, I'm no longer doing that job, but now I'm working different job. Ule mtu Petro alitoka kule, lakini hakuwa peke yake kwenda kule Galilaya. Peter was not alone to go there in Galilee. Alikwenda na mtu ambaye anaitwa Petro. Petro alikuwa ndugu wa kifamilia. He went with another family member. His name was Peter. Wakati alipofika kule, akaanza kufanya kazi ya kuroa. The time he reached there, he started the work of fishing. Na ndio kazi hata baba yake alikuwa anaifanya. And it's a work that his father was doing. Na baada ya hapo walianza kufanya hiyo kazi muda wa miaka, lakini yeye Petro alikuwa haikumkristo, alikuwa mtu wa dhambi. And that time they were doing that work fishing, but he was not a Christian, he was a sinner at that time, Peter. Baada ya hapo Yesu alikuwa bado hajawa na wanafunzi bado. And that time Jesus didn't have the disciple at that time. Lakini Yesu alikuwa anatembea kila mahali ili kwa kuhubiri. But he was going everywhere just to preach. Na baada ya hapo alipofika kwenye lake huu ambao unaitwa Galilaya, kuna mji huu ambao unaitwa Galilaya, lakini hata ile ziwa ilikuwa inaitwa Galilaya. And the time that he reached the place that they call Galilee, and even there is also a lake that they call Galilee Lake. Alifika kule na kuanza kusema mbele ya watu. Baada ya hapo akamwona Peter. The time that Jesus was starting to speak in front of people, then he saw Peter. Alimwambia Peter, uko na roho? He told Peter, are you fishing? Peter akamwambia eti kwamba mimi nina roho, lakini kuna baadhi ya masiku wasipati kitu.
Peter told him, yes, I'm fishing, but now we are not getting anything. Lakini Petro akamwambia, mimi ni mwenye dhambi. But Peter told Jesus that I'm a sinner. Yesu alimwambia ya kwamba usiwe na matatizo, wewe hautakuwa tena unaroa samaki, utakuwa sasa naroa watu. But Jesus told Peter that, never mind, from now, instead of being a fisherman, a fisherman, you shall be fishing people. Matthieu chapitre 8, Matthew 8, Matthieu chapitre 4 verset 18. Matthew 4:18. Ukianza unaendelea hivyo utapata story ndefu sana. Kwa hiyo If you can start by there and go down, you will listen what story ni is kama about mimi that. nilikuwa Florida. Is like the same as I was in Florida. Mimi tena siku Florida. Now I'm not in Florida. Nimesha kuwa hapa tayari. I'm here now. Na wakati nimesha kuwa hapa nilikuwa na mtu ambaye hajakuwa tayari ili kuparticiper royaume de Dieu. And the time that I'm here, I had someone who didn't be ready for the kingdom of God. Mke wangu bado hajabatizwa. My wife is not yet baptized. Lakini tulipata mtu ambaye alituchukua kule ili kwa kuamini zaidi. But we get someone who brought us from there so that we can maybe fortify our faith. Najua kila mtu anamjua huyo mtu. Maybe I know, maybe everyone knows that person. Najua kitendo kama na hicho ambaye huyo mtu aliyokifanya brother Dan. The thing that Brother Dan did, Najua akiendelea zaidi asichoke kwa hilo. I will ask him not to be tired, but to Yesu focus. alikuja hapa, aliambia watu na wengine walimkataa. Jesus came here and he told to the people, but more people refused him. Na baadhi ya hapo aendelee tu kufanya tendo kama na hilo. But continue to focus on that. Na hata kuwa ni yeye tu, hata watu wengine wao ambao wanajisikia waendelee kuleta watu ili wapate royaume de Dieu. It's not only for him, but even each and everyone who feel that he can do that, he can help that, is much better to do it so that you can bring people to the kingdom of God. Luc chapitre 13 verset 11. Luke 13:11. Yesu alikuta mtu ambaye anaumwa. Jesus found someone who was sick. Alikuwa na kitu mgongoni kinavimba, yani He had something on his back. kile kitu mkibembe lugha yangu tunaita umbe, lakini Kiswahili sijui. In Samahani, French, in Kibembe we call it umbe. In French, in Swahili I don't know, something, a boss, like a boss. Na kama unaweza soma hiyo Luka chapitre 13 verset 11, unaweza kupata kujua kama Yesu alifanya maajabu. If you can read that Luke chapter 13 and verses 11, from 11, you can understand about that story. inatufundisha kwamba iwapo kama wewe ni Mkristo, inabidi hata na wengine uanze kuombea ili wapate participation ya kuatteindre royaume de Dieu. It says, if you are a Christian, you have also to pray for other people, for them to get the kingdom of God. Najua nataka ni swali kidogo. I need to ask you guys one question. Nataka kila mtu aambie jirani yake, uko tayari? I need each and everyone have to ask his neighbor, are you ready? Naona mimi sijasikia bado. I didn't hear nothing yet. Asante sana. Thank you so much. Kuwa tayari ni kitu ya muhimu katika maisha ya Mkristo. To be ready is more important in the life of a Christian. Unaweza kuwa naingia kanisa kila siku, aidha unaomba kila siku, lakini hiyo maombi haifiki mbele za Mungu. You can be entering in the church every day and you are praying, but your prayer are not reaching the level of God. Kitabu kinatuambia la prière d'un pécheur c'est une abomination devant Dieu.
The Bible says la prière d'un péché c'est une abomination pour Dieu. It means in French, in English, this prayer of a sinner is like Noise is noise to God. to the God. Na iwapo kama uko naomba vitu vyako vyote haviendi na usalama, If you are praying and your things are not going well, inabidi uende kwa watu wa kanisa, wawili watatu wakuweke chini, aidha unakuja mbele ya watu. it's better for you to go or to call some people of church or to go in front in the church. Baada ya hapo unasema ya kwamba mimi ni mtenda dhambi, Mungu anirumie. Kwa hiyo And after that, then you can say, I am a sinner. na baada ya hapo ukishambia watu hao mupublic, Mungu atakusamehe. And if you say that in front of all people, and God will forgive you. Mungu ana blag. Our God never joke. Kwa sababu inasema ya kwamba Ecclesiastes 5:14 If we can go to Ecclesiastes 5:14 5:14, inasema le jour du malheur réfléchis, the day of bitterness, 10. hiyo iko très important kwa That- maisha ya mtu. That is very important for the life of human being. Mimi nilikuwa na marafiki huu ambao walikuwa wananifundisha gisi ya kufanya magonjwa kwa ajili ya kupata pesa nyingi. I had some friend who was teaching me about to create sickness among the people for us to get money. Sisi wa Philadelphia, sisi ni wakweli kwa sababu kuna watu huu ambao wanavifanya. Yeye ni mtu mwanadamu anaonekana kwa macho. Ule mtu tutamuita shetani na ni kweli. We as Christadelphian, I can see we are right because there are other people you can see him is as image of human being, but maybe in him is something like Satan, Like anaweza kuwa shetani. like Iko Satan, shetani. like Satan. Najua ya kwamba ule mtu alinifundisha vitendo kama hivyo. Kila mtu anaweza kuwa ni shetani. Mimi naweza kuwa ni shetani kama nakosea Mwenyezi Mungu. I know he was teaching us like that, as I know each and everyone can be a Satan to other one. Kama Mungu hapendi, If God doesn't want, hauko contact na Mungu, if you are not in contact with God, ina maana wewe ni mtu mbaya. it means you are a bad person. Na kwa kufanya kitendo kizuri kama na hicho, inabidi uende mbele ya watu na kusema Mungu anisamehe. And to do good thing is only for you to go in front of people and ask and say, God, forgive me. Jeremia alikuwa mtumishi wa Mungu. Jeremiah was a man of God. Baada ya hapo alifaulu watu kama vile wageni kwa nyumba kwake. After that, he was helping people at his house. Wale watu walikuwa naishi Jerusalem na Yeriko. The people was living in Jerusalem and Jericho. Na baada ya hapo hao watu walisema, Jeremia, utuombee wewe mtu wa Mungu, sisi tunateseka. And people came to those people said to Jeremiah, please, you are a man of God, pray for us. Baada ya Because- hapo, Because we are not feeling good. baadhi ya hapo Jeremia alipiga magoti usiku kucha akaanza ombea wale watu. And then after that, Jeremiah kneeled down during night and he started praying for them.
Baada ya hapo Jeremiah aliongea na Mungu. And after that, Jeremiah spoke with God. Haikukuwa revelation, It was not a vision. haikukuwa mu Saint-Esprit, It was not Holy Spirit. ilikuwa osie chacun. Ilikuwa? Walikuwa naongea kama kawaida. They were talking like alive. Lakini Mungu ni esprit, hawezi kuona Mungu. But you know, God is a spirit. You can't see God. Lakini kunaweza kuwa possibility ya kusikia neno huo ambao anasema Mungu. But there is possibility for you to understand what he's saying. Baadhi ya hapo Mungu aliwaambia kwamba achana na hao watu. Hao watu ni wenye dhambi. After that, God told him that leave those people, those are sinners. Hacha walie, hacha wakome. Let them crying, leave them. Inamaanisha kwamba hata Mungu anaweza kufanyia kitendo kibaya huu ambao hafurahii. It means even God can do something bad for people who don't understand him, who don't do good thing for him. Inabidi ukue tayari. You should be ready. Naweza kuwa mimi niko hapa nasema na mtu vema, nasema na wengine vizuri, wajirani, hata marafiki. I can be here as human being. I can speak with some people good and I can speak with other people wrong. Lakini mbele ya Mungu, Mungu hapendezwi na mambo kama hayo ambao unafanya. But God doesn't like the thing that you are doing. Unaweza kujisikia mimi niko vema. You can feel myself I'm right. Lakini mtu mwingine aiza Mungu hapendelei na kitendo ambao unafanya, utafanya kitu gani? But some people can say you are not right. Maybe also God can not see the good thing that you are doing. Kitu cha muhimu inakuomba wewe uombe. The more important that I'm asking you is for you to pray. Kuomba sio kitu ya kwamba mpaka kila mtu ajue, sivyo? To pray is not for if you can start praying so that everyone has to know that you are praying. No. Unaweza kuomba kila mahali. You can be praying anywhere. Unaweza kuomba mkanisa. In the church. Wanasema kanisa ni fasi huwa ambayo iko saint. We say the church is a holy place. Kwa sababu kuna watu ambao wahovu na wazuri huwa wanachangana. Because it's a place where all people are there, the bad people and good people. Huyu mtu mbaya utamjuaje na mtu mzuri utamjuaje? So question is, how shall you know good person and bad person? Biblia inasema sio watu ambao wataparticiper au royaume de Dieu. The Bible says it's not all people who shall get into the kingdom of God. Inabidi ukue tayari. You should be ready. Najua kuna mtu mwingine huo ambao alikuwa nafanya safina. I know someone who was doing an ark. Safina ile Noah alikuwa naijenga na akambia watu. The ark that Noah was doing, he told people. Baadhi ya hapo kuna watu ambao walikataa. But for that information, some people say no, they deny, say no. Baadhi ya hapo Mungu alitesa watu kwa mno. After that, God bring that bad situation. Na baada ya hapo mvua ilianza kunyesha, watu walikufa kabisa. And the rain came and people died. Na ndio maisha hata kwa maisha ya sasa watu wanakufa precocement. And even actually people are dying before time to die. Mimi naweza kuwa niko hapa. I can be here. Lakini kutoka hapa kwa sasa kufika kuimba mimi nakufa. And if the time that I can leave to my house, I can die. Sio eti kwamba mimi msigonjwa eti sitakufa, sivyo? It's not because I'm not
sick so that I can't die. Kifo hakina formule. The death doesn't have any formula. Inabidi tuwe tayari juu ya kuparticiper au royaume de Dieu kwa kuishi milele. We should be ready for us to be in the kingdom to live forever. Kuanzia sasa, From now, kuanzia sio eti baadaye, kuanzia sasa hivi. not later, from now. Kwa sasa hivi tuwe tayari. From now we should be ready. Sie tuko intelligent, We are intelligent, lakini Mungu iko trop intelligent. but God is more intelligent. Alifichika siku ambayo utakufa. He hides the day that you shall die. Mimi nilikuwa nalazwa kwenye hospitali. I was in hospital. Baada ya hapo dokta kaniambia après 3 mois Antibeth alienda nami kwa hospitali. After 3 months, Aunt Beth took me again to Najua ni hospital. miezi 2 It was almost two months. samani, yeah. Na baada ya hapo nilienda kuona yule daktari mwenye alinipasua. And then after 2 months, I went to hospital to see again the doctor who did surgery on me. Kwa sababu mimi sikumjua, kwa sababu nilikuwa mordu au radius. Because I didn't know him because I was unconscious. Baada ya hapo alinimordure, nikaperdre connaissance. And the time that I was unconscious, Na baada ya hapo nikaenda kumwona après 2 mois, akaniambia ye alikuwa indien. he was an Indian. Jina lake alikuwa anaitwa Ken. His name was Ken. Baada ya hapo nilikuta na mwingine mama hivi, yeye alikuwa anaitwa Sophie. And then I found one lady, her name was Sophie. Akaanza kuniambia, Juma, pole sana, He said, Juma, sorry, wewe uko na bahati you are lucky kwa sababu kitendo chote ambao ulikuwa nacho kilienda vema. because the thing we did was going good Hakuwa tatizo yoyote. without any problem. Nikamuuliza, I asked him, hivi ugonjwa unaisha? so my sickness is over? Alisema ajui. He said, I don't know. Sasa nani ndio anajua? So who knows? Ni Mungu peke yake. Only God. Mungu ndio docteur wa badokteur. God is a doctor of doctors. Kufa, unaweza kufa muda wote. To die, you can die anytime. Unaweza kuwa hapo unaingia mugari, unafanya accident exemplaire. You can be here and you go in the car and you can get an accident. Na unakufa ghafla. And you die suddenly. Baada ya hapo Mungu aliumba jua. After that, God created sun. Baada ya jua kunaweza kuwa mimi leo napendelea usiku uendelee mpaka kesho. Hakuna mtu ambaye anaweza hiyo formula. Me as human being, I can like the day to go to be the day, but no one knows that formula. Ni siku 7 tu kwa wiki. Only 7 days a week. Hakuna mtu ataongeza hizo atapunguza. No one can add or reduce. Mungu ni mtu wa maajabu. God is a wonderful. Ni hiyo kama ya Noah amba vitu alifanya, aliambia watu lakini watu hawakumwitika. Ni kama hata leo watu wanahubiri lakini watu hawataitika. It's like the time of Noah. Noah told people, but they didn't understand him. It's the same as today. Today people are preaching, but people don't understand. Genèse 6:9 inasema maneno kama na hayo. Genesis 6:9. Baada ya hapo inabidi kila mtu ajionee huruma na awe tayari kwa royaume ya Mungu. After that, each and everyone should be ready, should feel pity on himself and come back to the kingdom of God. Najua tunafika mwisho. Now we are at the end. Na nashukuru sana kuniweka mbele yenu. And thank you for putting me in front of you. Tuombe tena. So that we can last pray. We thank you, Lord, for supply your word in this time.
the word people they have to put on their heart, so that the word we must not, we have to tell other people near us. We must not forget this word. For to be ready for the kingdom of God is where we live our lives, and we live for all our lives. And you have to assist other people listening and everyone in this church. In the Savior name of Jesus, we pray. Amen. Thank you, Brother Juma, for speaking to us today. Let us continue our service now with the singing of a memorial hymn, number 227 in the Green Book.